Na mtazamaji, huu ndio ule wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri kwa upande wa habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe. Tuanze kuangaza habari za michezo kwa habari za kitaifa. Klabu ya soka ya Simba kupitia mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba, Crescentus Magori, imeeleza kukamilika kwa mchakato wa mabadiliko ulioanza mwaka 2017 ambapo sasa amesisitiza umuhimu wa umoja kwa maendeleo ya klabu hiyo. Magori amesema hayo leo wakati akizungumza na waandishi wa habari za michezo jijini Dar es Salaam, ambapo ametoa ufafanuzi kuhusu changamoto za kiufundi zinazoikabili timu na kusisitiza kwamba si kweli kwamba timu iko kwenye hali mbaya kama ilivyoelezwa na baadhi ya wafuasi, bali ni changamoto za majeraha na mabadiliko ya kocha ndizo chanzo kikuu cha matokeo. Aidha, amesema mbali na kukamilika kwa mchakato wa mabadiliko, pia wataendelea kutoa kadi za wanachama kwa wanachama wa Simba, zoezi ambalo lilikuwa limesitishwa kwa muda wa miaka 7 kwa sasa. Naye makamu mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba amefafanua kilichotokea tokea kwenye mkutano mkuu wa mwaka wa klabu uliofanyika Novemba 30 mwaka huu kwenye ukumbi wa mikutano wa Diamond Jubilee. Tulikuwa tumesimamisha kutoa kadi za wanachama wa Simba. Sasa tunaenda kutoa kadi za wanachama wa Simba. Na nawahakikishieni tunaenda kuwa klabu ya kwanza tena yenye wanachama wengi, sio Tanzania tu. Mark my words, narudia, tunaenda kuwa klabu ya kwanza yenye wanachama wengi, si Tanzania tu na hasa nje ya Tanzania. Wanasimba hawa ninavyowafahamu, wanasimba hawa ambao ni wa kisasa, wanasimba hawa ambao wako tayari kujitolea kwa klabu yao, wanaenda kuonyesha mfano. Mkutano na taratibu zake, mapendekezo yanayohusu marekebisho ya katiba. Uwezi ukaja ukumbini ukaanza kusema mimi hapa nanyosha mkono kifungu cha 3 nataka kirekebisho kiandikwe hivi. No, kuna utaratibu nao umeainishwa kikatiba. Ukiwa na hoja unawasilisha siku 21 kabla ya mkutano ili iweze kupitiwa, na tunakuja pale tunajadiliana, kifungu hiki kinarekebishwa, sababu za kurekebishwa, unatoa mapendekezo yako, tunajadiliana, ndio tunapitisha. Na hakuna kitu chochote duniani, hata uhai, kwa mwanadamu hakuna kitu muhimu kama uhai, si ndio? Kuna wengine hawataki, wewe hujasikia watu wanajua. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaweza kukubalika na wote. Ukiniambia kwamba mkutano ule usimame watu wote, haya tupige kura tuseme wote waseme ndio, haiwezekani. Kuna wengine watakataa. Na kwingineko, kikosi cha timu ya Polisi Tanzania kinachoshiriki ligi daraja la kwanza Championship tayari kimerejea Kilimanjaro kwa ajili ya maandalizi ya kuivaa African Sports ya Tanga katika mchezo utakaochezwa Jumamosi hii katika uwanja wa Ushirika mjini Moshi. Afisa habari wa kikosi hicho Inspector Frankie Lukwaro na mchezaji Innocent Hoza wameelezea jinsi walivyojipanga kuelekea mchezo huo. Mchezo utakuwa mgumu, lakini kwa maandalizi ambayo tunakwenda nayo ni wazi kabisa kwamba tutapata ushindi wa alama 3. Sasa hivi tunakuja kivingine kuhakikisha kwamba katika uwanja huu wa nyumbani tunajitahidi, tunafanya kila namna ya kuhakikisha kwamba tunapata ushindi. Kikosi kiko vizuri, wachezaji wana ari na morali ya kuhakikisha kwamba wanapata ushindi. Mashabiki sasa mje kwa wingi katika uwanja wa Ushirika ili kuhakikisha kwamba tunakuwa ule shabiki wa 12 uwanjani, nafasi yake inaonekana na hatimaye tunapata ushindi. Hatujapoteza malengo, bado tuko kwenye malengo yetu kuhakikisha kwamba kikosi chetu kinarejea katika ligi kuu kwa msimu ujao. Kwa hiyo mje kwa wingi kuhakikisha kwamba mnapata burudani, na tuna mambo mengi mazuri ambayo tumeandaa na tutayatekeleza kwa msimu huu kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Pointi 3 ni muhimu nyumbani, kama tulivyoweza kupambana mechi za away, tumeweza kutoka na pointi 1, lakini matumaini yetu ni kwamba nyumbani tunaweza kuibuka na pointi 3 kulingana na mazoezi yetu na morali ya wachezaji ilivyo juu. Tukiwa tuna matumaini ya kwamba yale yote tuliyoweza kuyafanyia kazi mazoezini uwanjani wetu tunaweza tukaibuka na pointi 3 nyumbani. Kwa cha msingi na cha muhimu, tunaomba mashabiki muweze kuja kwa wingi, kuja kutusupport timu yenu hii ya Moshi ya Polisi Tanzania, ili tuweze kupata morali kutoka nje na kujumlisha na kwetu ya ndani, tunaweza tukaibuka na pointi 3 muhimu nyumbani.
Wadau wa mchezo wa mpira wa miguu wilayani Kilindi mkoani Tanga wameomba serikali iwatazame vijana waliopo vijijini wenye vipaji vya mchezo huo kwa kuwasaidia kuwapa vifaa mbalimbali vya michezo pamoja na kukuza vipaji vyao ambavyo vinaweza kuwapa ajira kupitia mchezo huo. Kutoka Kilindi, Ernest Mbezi anaripoti. Ombi hilo limetolewa na baadhi ya vijana waliopo kijiji cha Msente wilayani Kilindi wakati wa mazoezi ya kawaida ya kujiandaa na ligi julikanayo kwa jina la Mkulima Cup inayoendelea kutimua vumbi, huku ikikutanisha zaidi ya timu 20 kutoka vijiji mbalimbali wilayani humo. Tulikuwa tunaomba serikali kama serikali waangalie sana pia vijijini, kwa sababu vipaji vingi viko vijijini. Mjini asilimia kubwa sana wapo wachezaji kweli, lakini ukizingatia vijijini pia tuna haki zetu kuja kuangaliwa, kuja kuonekana. Wapo vijana wana vipaji. Kwa kweli nimevutiwa na kijana mmoja anacheza ana jezi namba 2, sijui kwa jina anaitwa nani huyu. Huyu kijana ningekuwa mimi nina uwezo ningemchukua, ningemuendeleza, lakini tunaomba viongozi wafuatilie sana vijijini kuja kuangalia vipaji. Vijana hao pia wanaelezea changamoto ya ukosefu wa vifaa vya michezo, huku wakipongeza baadhi ya wadau wa mchezo huo wa mpira wa miguu ambao wameamua kufufua mchezo huo kuanzisha ligi ya Mkulima Cup kwenye kijiji hicho cha Msente. Vijijini tuna changamoto ya vifaa vya michezo kuanzia mpira, jezi. Kwa hiyo unakuta kuna timu nyingine zinashiriki katika mashindano lakini jezi mpaka zikakodishe. Kuna timu nyingine zinashiriki katika mashindano kama hivi lakini mpira pia mpaka wakakodishe. Tunamshukuru sana aliyotuanzishia mashindano haya, kwa kweli amechangamsha kabisa, yani mji wetu umechangamka. Watu kutoka vijijini mbalimbali huko wanakuja wanaangalia mashindano. Nikiripoti michezo kutoka wilayani Kilindi mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Baraza la Michezo la Taifa BMT wilaya ya Singida mjini limeanza kutoa elimu kwa vilabu vya mpira wa miguu pamoja na vyama vya michezo vilivyopo katika wilaya hiyo ili waweze kutambua umuhimu na hasa kutekeleza agizo la baraza hilo linalovitaka vilabu na vyama vyote kukamilisha usajili wake ili viweze kuhalalisha ushiriki wake katika michezo mbalimbali itakayoandaliwa katika wilaya husika. Tupate taarifa zaidi. Akitoa taarifa ya baraza hilo kuhusu usajili wa vilabu pamoja na vyama vya michezo katika wilaya hiyo, afisa michezo wa halmashauri ya manispaa ya Singida Samuel Mwekenda akataja idadi ya vilabu vilivyopo na vilivyokamilisha usajili wake. Sasa tukienda kwa mfano kwa upande wa mpira wa miguu tuna vilabu takriban 60 ambavyo tayari vipo kwenye orodha. Hivyo ni vilabu ambavyo vimesajiliwa na ambavyo havijasajiliwa, lakini vilabu vilivyosajiliwa mpaka sasa tuna vilabu 40 ambavyo vina usajili, na hivi vingine ambavyo vimebaki tunaendelea kuwapa elimu na tunaendelea kuwaonyesha umuhimu na ulazima. Hata hivyo akavitaja vyama vya michezo 5 vilivyopo katika wilaya ya Singida mjini. Kwa takriban tuna vyama vya michezo kama 5 ambavyo tuna chama cha soka, tuna chama cha netball, tuna chama cha basket, tuna chama cha volleyball, lakini pia tuna handball. Kwa ni moja ya vyama ambavyo viko hai, lakini pia katika vilabu hivi 40 ambavyo vimeshasajiliwa ni vilabu ambavyo kisheria kila mwaka inatakiwa lipe ada serikali. Wanakuwa na ada zao kwenye vyama, lakini pia wanakuwa na ada ambayo inatakiwa lipe BMT. Nikiripoti kutoka mkoani Singida, ni mwana michezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Kwingineko, mashindano ya pool table yajulikanayo kama wakati wa pool table msimu wa pili yameanza rasmi katika ukumbi wa Skylight HQ Arena uliopo Mtoni Kijichi jijini Dar es Salaam na kutarajiwa kufika tamati Disemba 21 mwaka huu. Mashindano hayo yanashirikisha vilabu 12 pamoja na wachezaji mmoja wakiwemo wakongwe na wanawake pamoja na jumla takriban wachezaji 121 wanaochuana kuwania ubingwa wa michuano hiyo. Vilabu vinavyoshiriki ni pamoja na Snipers, Shooters, Skylight, Q Master International, Q Master Arusha, Moro Finance, Manyara, Mario, Tip Top, Kijichi All Stars, Legend Club, Warriors Pool Table Club, huku ushindani mkali ukitarajiwa kwa msimu huu wa pili. Na mashindano haya wakali wa pool table yanalenga kukuza mchezo wa pool table, kuibua vipaji na kuongeza ushindani miongoni mwa wachezaji nchini.
katika mashindano haya ndio msingi sahihi ambao tunaotumia kupata timu ya taifa. Niwaombe washiriki wote wana michezo wale watakaobahatika kuchaguliwa kuunda timu yetu ya taifa watangulize uzalendo mbele, wakapeperusha bendera ya taifa letu wakiwa na nia dhati ya kwenda kushinda na kutuletea medali. Sisi kama walezi wao tutaendelea kuwasapoti na kuwasaidia, lakini kubwa zaidi tunaomba viongozi wa mchezo wa pool Tanzania, iwapo watakutana na tatizo lolote ile katika uendeshaji wa chama hiki au mchezo huu, wasisite kuwasiliana na Baraza la Michezo ya Taifa. Sisi kwa niaba ya serikali tuko tayari kuwasaidia na kuhakikisha kwamba mchezo wa pool unakuwa ni moja ya michezo mikubwa katika nchi hii na idadi kubwa ya watu watashiriki na kuweza kutengeneza timu zilizo bora na kuwajengea kipato kwa ajili ya kukuza uchumi wa mtu binafsi na uchumi wa kitaifa, lakini pia kuweza kutangaza nchi yetu katika medani za kimataifa. Tulitarajia kuwa na wachezaji 128 na kuwa na vilabu visipopungua 16, lakini tupo kwenye target sababu wachezaji huko 121 na klabu zipo 12. Kwa hiyo nafikiri tutakuwa na mchujo upande wa vilabu na pia na upande wa wachezaji mmoja. Malengo nafikiri ni kwanza ni kupata wachezaji ambao watakuwa nguli wa kuweza kuwakilisha nchi zetu kwenye mashindano mbalimbali. Tukumbuke kadri mashindano yanavyozidi kwenda tunapata wachezaji cream na wachezaji wapya. Kwa hiyo hata pale tunapofanya selection ya timu ya taifa tayari tunajua kuna wachezaji wako sehemu fulani na sehemu fulani wanaanza kutusaidia. Timu ya taifa ya vijana ya mchezo wa tennis imeendelea kujifua vikali kuelekea mashindano ya kitaifa na kimataifa ambayo yanatarajiwa kuanza kutimua vumbi mapema mwezi Januari. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, kocha mkuu wa timu ya taifa ya vijana ya tennis Hassan Chande ameeleza maandalizi yanavyoendelea huku akiweka wazi kufikia lengo lake. Jiandaa na mashindano ya watoto wadogo chini ya miaka 14 na miaka 16 kwa ajili ya East Africa Zone. Au mashindano yatafanyika wiki ya kwanza ya Januari. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi tunafanya maandalizi, lakini wakati pia tunasubiria tarehe rasmi itakayotangaza kuanzia wiki ijayo. Katika hatua nyingine, Hassan Chande ameeleza sababu za kufanya mazoezi nyakati za jua kali kwa vijana hao ambao wanaonesha kuwa na morali kubwa. Kufanya mazoezi kwa sababu tennis inachezwa kwenye mazingira ambayo yako wazi. Kwa hiyo kwa leo hapa Tanzania kwa hali kama hii ni sawa. Maana yake mashindano mengine yanacheza kwenye jua kali na msimu kama huu. Kwa hiyo kwao pia nayo itajengea uwezo kuzuia hali ya hewa, lakini pia na kuzuia mazingira ya jua kali. Kwa hiyo kwa mwendelezo huu itawasaidia sana mashindano yajayo. Yakini Mwakatobe, Channel 10 Michezo. Naam, shukrani Yakini Mwakatobe, na taarifa hiyo mtazamaji inatupa wasaa kwenda kuangaza yaliyojiri kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Nchini Marekani, katika ligi ya mpira wa kikapu maarufu kama NBA, mchezaji chipukizi wa timu ya Dallas Mavericks, Cooper Flagg, ameendelea kuvuta hisia za mashabiki na wachambuzi wa mchezo huo baada ya kuzungumza jana na vyombo vya habari, akitoa kauli nzito zinazoonyesha ukomavu mkubwa licha ya umri wake kuwa mdogo. Akizungumza baada ya mchezo wa hivi karibuni, mchezaji Flagg alisema kuwa safari yake bado ni ndefu na haijiridhishi na kile ambacho tayari amefanikisha. Alisisitiza kuwa anajitahidi kubaki mnyenyekevu, kufanya kazi kwa bidii na kujifunza kila siku, akitambua kuwa kucheza katika kiwango cha juu kunahitaji nidhamu na utayari wa kujifunza muda wote. Nyota huyo kijana aliongeza kuwa presha inayotokana na matarajio makubwa kutoka kwa mashabiki, vyombo vya habari na wachambuzi wa michezo haimpi hofu, bali humchukulia kama changamoto ya kumsaidia kukua. Katika maelezo yake, mchezaji Flagg aliwapongeza pia wachezaji wenzake pamoja na benchi la ufundi kwa mchango wao katika maendeleo yake. Alieleza kuwa ushauri kutoka kwa wachezaji wazoefu umekuwa muhimu sana katika kumsaidia kuzoea kasi na ushindani mkubwa wa mchezo wa kiwango cha juu. Kwa ujumla, kauli za mchezaji Cooper Flagg zinaendelea kuwapa matumaini makubwa mashabiki wa mpira wa kikapu kuhusu mustakabali wake. Wengi wanamuona kama mchezaji mwenye kipaji, nidhamu na mtazamo sahihi.
mambo ambayo ni msingi na muhimu wa mafanikio ya muda mrefu katika michezo ya ushindani. Mimi ni winga teleza Witness Ngalawa. Na namna hiyo anatamatika Witness Ngalawa, winga teleza huyo, akiwa ameteleza namna hiyo kwenye upande wa habari za michezo kimataifa. Na ndivyo ambavyo tunaweka utuo kwa habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Mimi ni Esther Mtebe, nikurejeshe kwake Juma Muhammad kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.